Jahazi TV. Majina naitwa Tamira Hamisi Riami, ni mmiliki wa hii nyumba ambayo imeanguka hapa Kokoni, jirani na Pyramid Hotel. Nyumba imeanguka, sababu kubwa ya nyumba kuanguka ni mvua kubwa na mvua kali zilizoendelea sio chini ya miezi miwili, na hizi mvua bado zinaendelea. Kwa hiyo tunachoshukuru Mwenyezi Mungu, watu ni salama. Alikuwa anaishi mdogo wangu na watoto wake, wote wametoka salama. Waliposikia tu nyumba imedata kwenye saa 12:30 za asubuhi, wao wa kile kishindo wakateremka, walikopo juu na walikopo chini wakatoka kwa mlango wa nyuma, wametoka salama wasalimini. Kwa hiyo kwa hilo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi naitwa Suhad Sultan Alawi, ni mkurugenzi wa udhibiti na ufuatiliaji mamlaka mji Mkongwe. Mimi nilipata taarifa kutoka kwa mkurugenzi mkuu kama kuna nyumba imeanguka Malindi. Kwa hivyo nikaja moja kwa moja kuangalia situation iko vipi. Baada kufika hapa nikamtafuta sheha na tukafanya ziara kwenye jengo hilo liloanguka, na nimegundua kuwa kuna sababu nyingi za kufanya jengo lilianguke. Kwanza, ili jengo upande wa pembeni, yani liko karibu sana na jengo jirani, ambayo hii ni ghorofa 3, ile nyingine ni ghorofa 1 Kwa hiyo maji yote kwa kishuka yanaingia kwenye ile ukuta wa pembeni. Kwa hiyo hii ni design moja ambayo ni kubwa kufanya lile jengo ukuta ule wa wiki na kuanguka chini yani. Na sababu ya pili, ili jengo letu limetoa shipping hapo asili yake, na majengo yakiwa na shipping si rahisi kugundua ule ubovu, hasa cracks kwa zinajificha, zimekuwa hidden. Hii ni sababu nyingine, na pia kutofanywa ukarabati yani wa mara kwa mara. Kwa hiyo pia hizi zote ni sababu, na ukiangalia mara hii mvua ni nyingi sana. Kwa hiyo ni sababu kubwa ni maji na kutofanywa ukarabati wa mara kwa mara kwenye jengo. Sisi tulikaa kikao wiki 2 zilizopita na watu wa Malindi na watu wa mji Mkongwe na mkuu wa mkoa na wilaya, na tukawataka wale, kuna majengo kama 26 ambayo katika hali mbaya kabisa, na tunataka wananchi wahame wakati serikali inaandaa mpango kwa ajili ya kufanya ukarabati kwa yale ya serikali na mengine binafsi, wenyewe wafanye utaratibu wa kuyatengeneza, lakini kwanza wahame ili kunusuru maisha yao. Hicho ndio kipaumbele cha serikali, kunusuru maisha ya wananchi wake. Twa Hassan Masudi Ali, shehe ya Malindi. Tokeo habari nimepata saa 12:30. Ilikuwa kama dakika 2-3 baada ya tokeo nyumba kuanguka. Nimefika, nimejaribu kupigia fire. Wamekuja, wamefanya kazi vizuri kabisa, mapema wamekuja. Wametoa watu watatu, wametoa ndani ya nyumba ile, walikuwa nyumba pili jirani baada ya kuanguka kifusi. Nyumba iliyoanguka walikuwa hapo watu, lakini baada ya ile mshindo kilio kile wakashuka kwa mlango wa nyuma na wametoka nje. Na wazima wote, hakuna mpaka tangu tokeo ile tokezea hakuna mtu alipata jeraha. Sababu ya nyumba kama alivyoeleza engineer, yeye ndo anajua zaidi mambo. Yes, kwa sababu wenyewe wamekuja na kila kitu kimekwenda vizuri. Lakini wananchi wengi marejea yale, wananchi wengi usema kweli hawataki kuhama nyumba hizi. Hili tatizo. Hata kama wakiambiwa utatengenezewa hawaamini, hawarudi. Hawataki kuhama nyumba za serikali. Hii nyumba leo ya binafsi, ya mtu mwenyewe binafsi. Lakini nyumba ya serikali hawataki kuhama. Wananchi warejeshwe. Na ukimwambia mtu anaona kama sheha unataka kumhamisha mtu upate pesa, upate nini, na kwa kushirikiana na mkuu wa mkoa tumelifanya jambo hili, na mkuu wa mkoa akawaita ofisini kwake, akawapa ushauri bora wahame wakae kwa jamaa zao, alafu ikitengenezwa nyumba warudi. Lakini bado mpaka sasa hivi hakuna mtu yote katika shehia alohama mpaka sasa hivi. Jahazi TV.